Katika kukabiliana na majanga mbalimbali yanayotokana na uchafuzi wa mazingira, jamii imeshauriwa kuwa na utaratibu wa kujijali, kutunza mazingira na kujali viumbe vinavyowazunguka na kuvitunza vizuri kwa maslahi yao na taifa kwa ujumla. Ushauri huo umetolewa na Naibu Mkuu wa Chuo cha Dar es Salaam, Kitengo cha Utafiti, Profesa Nelson Boniface, wakati akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kufungua kongamano la siku 2 la kimataifa la Sauti za Waafrika juu ya uhifadhi wa mazingira. Jamii yetu naishauri kwanza tuyaelewe mazingira tuliyopo. Ukiwa wewe kama binadamu, wewe ni kiumbe namba 1 kwenye mazingira, lazima tujijali. Vijana wajijali, wazee, kina mama, wote wajijali. Tujali afya zetu kwa sababu sisi ndio sehemu namba 1 ya mazingira. Lakini tujali viumbe wanaotuzunguka na kuhakikisha kwamba tunawatunza vizuri, na sio viumbe tu peke yake, na mazingira yote. Tusiharibu miundombinu, tusiharibu vitu ambavyo tumevijenga kwa nguvu kubwa, tusiharibu uoto wa asili, tusiharibu bahari, tusiharibu mito. Tuhifadhi mazingira ya tuhifadhi. Kwa maana tunafurahia saizi baadhi ya vitu ambavyo vimehifadhiwa na wazee wetu wa zamani hawakuviharibu, ndio maana tumevikuta. Sisi turithishe kizazi chetu mazingira yaliyohifadhiwa vizuri, na hata tukiondoka tunakuwa tuna furaha na vizazi vingine vitatuzungumzia kwamba kweli hawa ndugu zetu walioishi katika hii karne walihifadhi mazingira yetu. Kwa upande wake, Profesa Christina Mnoe, mkuu wa ndaki ya sayansi ya jamii Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na mkuu wa chuo cha Aga Khan Arusha, wakizungumza wakati wa kongamano hilo, wameeleza kuwa kama wanajamii na wanataaluma wanao wajibu wa kufahamu juu ya uhifadhi wa mazingira na kufahamu juu ya chanzo chake. Uhifadhi unagusa maisha ya watu moja kwa moja, na sisi kama wanataaluma na walimu pia tunakuwa na mijadala hii kwa sababu ni lazima tuangalie uhifadhi unaelekea wapi, mazingira yetu yanaelekea wapi. Lakini muhimu zaidi, ile elimu tunayozalisha sisi kama wanataaluma imetokea wapi? Chanzo chake ni nini? Chanzo chake ni sisi ama kina chanzo kingine? Na kama chanzo chake sio sisi, ina maana hata uhifadhi tunaofanya utakuwa na kasoro. Kwa hapa kama mnavyoona, tunajaribu kusikilizana sauti za wanasayansi, lakini wapo pia na ambao sio wanataaluma kwenye hili kundi, na tunaongea zaidi kuhusiana na kile ambacho kimetokea kwa miaka mingi katika uhifadhi. Hapa tulipo tumefika eneo ambalo tuna malalamiko, tuna vitu vizuri, lakini tunataka kuwa na sauti inayotokea barani Afrika. Hii elimu ambayo tunafundishwa kuanzia darasa la kwanza mpaka chuo kikuu inamwandaa vipi huyo mwanasayansi, mwanajamii wa Kitanzania kuelewa uhifadhi katika mazingira yake. Mazingira ya Kiafrika ni tofauti na mazingira mengine. Kwa hiyo ni jambo la kwanza, lazima tuwaelimishe watu kulingana na elimu yetu tuliorithi kwa wazee wetu na jinsi ile elimu sasa inavyojipambanua katika dunia ya leo. Jambo la pili ni masuala ya budget. Na tunapozungumzia budget tunazungumzia nani anafadhili uhifadhi. Huyo anayefadhili ndio anaamua sera iweje, manufaa ya uhifadhi yagawanywe vipi. Kuanzia tulivyoanza kujifunza uhifadhi Tanzania mpaka leo, mgawanyo wa rasilimali fedha kati ya wahifadhi jamii na wahifadhi wa taasisi mbalimbali bado una mgogoro. Kwa hiyo ili mwananchi ajisikie kwamba ananufaika, kwa mfano sisi tuna sera nzuri sana. Sera yetu inasema wananchi ndio wahifadhi wakuu, ndio walengwa wakuu. Kwa hiyo wenyewe wawe kwenye kiti cha mbele kuamua wanahifadhi namna gani na wanapata maslahi kiasi gani. Naye mwezeshaji wa kongamano hilo, Profesa Maono Lamta Sindela kutoka
katika chuo kikuu cha Cape Town, Afrika Kusini, ametoa ushauri kwa Waafrika juu ya utunzaji wa mazingira. My advice is that we need to take up the challenge to reclaim our voices, to reclaim our agendas in what conservation should mean for us, for the villages, for the cities and towns, and for Africa as a whole. We need to go back to the knowledge that our forefathers had about the environment. We also have to use the technologies that we have today to understand the environment in which we live and define environmental problems from where we are and avoid taking environmental issues from other contexts that are foreign to Africa.